Amina, hii ni PhD Ministry na leo tuna neno la siku na la wasaa huu ambalo linasema kutoka katika kitabu cha pili cha Petro sura ya kwanza aya ile ya 4 inasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno, tena kwa hayo ametukirimia rehema kubwa mno. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ahadi kubwa mno tena za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya kiungu, ya tabia ya kimungu, mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Tabia ya kiungu. Muda sio mrefu tumesoma somo la tabia, na kama bado haujasikiliza somo hilo, basi tembelea katika channel zetu, YouTube channel zetu PhD Ministry, playlist au PhD Ministry Tanzania 1 from Tanzania, na au tembelea PhD Ministry Facebook yetu, lakini pia tembelea Instagram yetu. Utakutana na maneno hayo kwamba jifunze namna ya kuziacha tabia mbaya. Na leo tumesema kumbe kuna tabia za kiungu. Kwa hiyo uache tabia mbaya za kibinadamu, ushikamane na tabia kuu za kiungu, ambamo ndani yake kuna ahadi kubwa mno tena za thamani. Sio moja, ahadi nyingi kubwa mno tena za thamani. Neno la Bwana linasema ni kutoka katika kitabu cha pili cha Petro sura ya kwanza aya ya 4, na Bwana akubariki sana. Karibu sana ujisikie uko mahala pa Bwana. Mahali hapa ni mahali ambapo tunajifunza siri za ufalme wa Mungu, nasi tunatafakari neno kwa namna ile ambavyo Roho atatujalia kuongea pamoja nawe. Mungu akubariki kuelewa maneno ya maandiko matakatifu. Maana ya maneno haya tu ni kwamba tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya kiungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwa hiyo Mungu anajua kuna tamaa iliyoko duniani, na ili tuokolewe inabidi tuwe na tabia za kiungu, ambamo ndani yake tumekuwa imebebwa na ahadi. Lakini ni nani aliyeleta hiyo ahadi? Aliyeleta hiyo ahadi ya kukamilika ni Yesu, ambaye katika maneno yake anasema, ninyi mkae ndani yangu, mkikaa ndani yangu mtaweza jambo lolote. Katika jina Yesu aliye hai, Bwana akubariki. Pokea uzima. Amen. Pokea uzima, pokea nguvu za Mungu, pokea na wokovu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe na bye bye. Kabla sijafunga, nimeona maneno haya pia yanatufaa. Yes, anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Anaendelea kusema, naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni wema. Mnapokuwa na imani, ongeza na wema, na katika wema wenu ongezeni na maarifa. Msiwe wema msio na maarifa, wema wenu usiwaponze. Kuweni na maarifa, jueni neno la Mungu linasema ni jueni haki zenu, na katika maarifa yenu muwe na kiasi, na katika kiasi chenu saburi, uvumilivu kwa ajili ya neno la Mungu, na katika zaburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo ambao ndio Yesu alisema mpendane. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali,
amesahau kule kutakaswa dhambi zake za dhamani. Lakini je, kabla ya kabla ya aya ya 4 Mungu aliongea nini? Sura ya pili, kitabu cha maneno ya Petro, kitabu cha Petro cha pili aya ya kwanza hadi ile ya kwanza. Aya ya kwanza, sura ya kwanza aya ile ya kwanza. Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi, yenye thamani katika hali ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Sasa huyu alikuwa Petro, lakini mimi ninasema mtume Ambrose Alon Nyoni, ambaye anaongea nanyi leo, kwa wale wote ambao wamepata imani pamoja na sisi, imani ambao pia bado hawajapata, ninawaambia neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukilimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Ametuita kwa utukufu wake na kwa wema wake mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi kwa sababu hiyo anasema tena, kwa hayo ametukilimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba katika hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu zaburi, na katika zaburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu, wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye aliyekuwa na hayo, maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali, amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlio nayo. Nami naona ni haki, maadamu nipo mimi katika maskani hii, na waamsha na kuwakumbusha, nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwaja upesi, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha. Walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo. Walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo. Petro alioneshwa hadi kufariki kwake, maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa uelevu, tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeona wenyewe ukuu wake. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu, hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiliwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu asiwadanganye. Ni katika jina la Yesu aliye hai, nimeona ni vema mpate kulisikia neno hilo. Anasema kwanza tujue unabii haukuja kwa ajili ya tafsiri ya mtu fulani. Hapana, unabii unatoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama wewe umefundisha neno na umeelewa hivyo, wafundishe watu,
na roho yako iliyoko ndani yako, Mungu ataibariki kwa sababu imetenda kazi aliyoituma. Umesema aya hii ya 17 inasema, maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Akina Petro wanakiri kabisa kwamba walisikia sauti ya Baba akimtambulisha Yesu duniani. Basi Bwana akubariki kujua mambo haya si utani bali ni kweli mtupu. Ni katika jina la Yesu aliye hai, na Bwana akubariki sana. Amen.